Mpendwa katika Bwana, hamjambo, na kukaribisha mara tena kwa muda huu ambao Mungu ametupatia nafasi hii ili kwa pamoja tupate kulisifu jina lake na kupata tena kumwabudu kwa ajili ya matendo makuu ya ajabu ambayo anaendelea kututendea. Najua ni saa za usiku sasa na unakuwa kando na mkononi mwako na kuwa na chombo hiki cha mawasiliano, yaani simu ya mkononi, ili tupate kushiriki pamoja neno la Mungu sawasawa na matendo makuu ya Mungu ambayo ametutendea. Haya basi, tupate kuomba mbele tusikie neno la Mungu kwa siku ya leo. Mungu Baba yetu, tunakushukuru, tunakutukuza, tunasema asante kwa kuwa uko mwema. Asante kwa kuwa wewe yule jana, leo na hata milele. Haubadiliki na huwezi kamwe kubadilika. Tunakuja kwa uso wako tukileta neno lako la jioni ya leo ambalo tunataka kugawanya pamoja na watoto wako. Utushiriki Mungu wetu, tupe nafasi nzuri hata neno hili la leo lipate tena nafasi katika mioyo yetu. Tuwezeshe tunapoongea na watoto wako tupate kujengwa kupitia neno lako takatifu. Tutendee hayo tunayoomba kwako, nasi tutakushukuru kwa baraka zote ambazo tutatutendea kwa jina la Yesu. Amen. Ninaenda kusema kwamba kwa siku ya leo tunaenda moja kwa moja kwa usomi wa neno la Mungu. Hatutasikia wimbo, tatuia razi kabisa. Hatutasikia wimbo kwa siku ya leo. Tunaenda moja kwa moja kuingia katika somo letu kama vile Mungu ametujalia neema. Na kukumbusha kwamba tumeanza somo kubwa ambalo tumesema kwamba mambo yote katika mambo yote Mungu anakuwaka anajitakia sifa. Na tumesoma neno lile kutoka Warumi sura yake ya 8. Tulianza lile neno letu jana na Warumi sura 8 na tumesoma mstari wake wa 28. Sasa nitakualika tena tusome passage hii na tuone vile neno la Mungu linavyotuambia. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Tumesoma hili neno jana na nimesema kwamba tutaendelea kulisoma kwa siku hii ya leo na kuendelea kudondoa ule utajiri mkuu ambao tunakutana Mungu anaweka katika maandiko matakatifu. Na nimesema kwamba tunakuwa na sehemu 3 tutakayoizungumzia katika maandiko haya. Sasa hii tunayoigusia hapa ikiwa ndio sehemu ya kwanza, na tutaweza kugusia pia sehemu yake ya pili, na tunagusia pia na sehemu ya 3 baadaye. Tumezungumza na nimesema kwamba Mungu katika utendaji kazi sisi anatukamata kama waasosie wake. Tunakuwa waasosie wa Mungu. Maana Mungu kwa kufanya kazi yake anakuaga na tutumia sisi wanadamu walioitwa kwa kusudi lake. Na kuelewa mambo, kuna wakati mwingine tunakuwa tunafikiria kwamba Mungu ametutesa. Kuna wakati mwingine tunapitia vipindi ambavyo tunasema labda Mungu ametuweka kabisa katika shida kubwa,
lakini natafuta kukuambia na kukumbusha kwamba katika tabia ya Mungu jambo kama hilo haliwezi kuwa. Maana Mungu anakeshaga sana kwa ajili ya wema wa watoto wake, kuwapatia mema watoto wake. Na hii tulisema kama tunavyosema katika neno la Mungu. Kumbuka tulisema kwa Waefeso sura 5 mstari wa 12, neno la Mungu linasema ya kwamba tunahitaji kumshukuru Mungu katika mambo yote na kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Na nikasema kwa Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5 na mstari wa 18, neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Acha labda tusurudilie hizi versi mbili za mwisho tulizozizungumza katika somo yetu ya jana. Waefeso sura yake ya 5 tumesema na ule mstari wa 12, ambako neno la Mungu linasema hivi: na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Unajua, kuna wakati mwingine tunaweza kufikiri kama Mungu ametutupa. Kuna wakati mwingine kuelewa hatua zenye tunapitia inakuaga shida kubwa, sababu akili zetu au mawazo yetu sio mawazo ya Mungu. Mawazo yetu iko fupi sana. Kuna wakati mwingi tunapopita katika vipindi tunaona sasa Mungu ametutesa, Mungu ametujaribu. Kwa nini napitia mambo kama haya? Lakini tunaelewa kufuatana na hili neno ambalo tumesoma kwa Warumi, tunaelewa kwamba katika kila jambo Mungu anafanyaga kazi pamoja na wale aliowaita. Na ndio maana nilisema jana kama hili neno huwa linahusiana haswa na wale ambao waliitwa na Bwana. Ndio linakuwa likilenga hapo kabisa kabisa. Na nimesema pia kama tunaposoma kwa Wathesaloniki wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 18, neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kuelewa mapenzi ya Mungu mara nyingi inakuaga jambo zito, na shetani kwa sababu ni adui wetu anapenda kutuonyesha kama Mungu anatuacha. Lakini kumbuka kama katika kitabu cha Maombolezo huyu nabii anaandika na anasema maneno makubwa pale. Anasema kwa kitabu cha Maombolezo sura yake ya 3 na mstari wa 1, anasema mimi ni mtu aliyeona mateso kwa fimbo ya ghadhabu yake. Na anasema ya kwamba mateso ambayo anayapitia inakuwa mazito, lakini kwa mstari wa 22 anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Lazima kama Wakristo tupate kuelewa kwamba ni huruma za Mungu tu kwamba sisi hatuangamii. Maadui wanaweza kutaka kutusukuma, wanaweza kutaka kututesa, wanaweza kutaka kutuumiza, wanaweza kutaka kuharibisha maisha yetu, lakini tukumbuke kwamba Mungu ni mwenye huruma, na ni kwa huruma zake tu ndio maana sisi tunaishi. Na anasema kwa mstari wa 24, Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Na hii ninaiomba kabisa, hasa katika siku hizi zetu tunazozipitia. Mimi naomba wewe msikilizaji wangu umtumaini Mungu peke yake. Unaweza kutumaini mwanadamu, lakini mwanadamu anageuka. Leo iko hivi, kesho iko hivi, lakini sikiza nikwambie, anayemtumaini Bwana, katika nyimbo za wokovu namba 154
huyu mwimbaji anasema, rafiki, shaka zako zipeleke kwake Yesu. Aliyemwamini yeye hataona haya kamwe. Na kwa hiki kitabu cha Maombolezo kwa mstari wa 25 anasema, Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi yangu imtafutayo. Kama tunamtafuta Mungu, kumbuka kwamba Mungu kwetu ni mwema. Na anasema kwa 26, ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Haleluya! Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Na unakumbuka hata hiki kitabu kinaendelea na kinasema mingi. Kwa mstari wa 31 anasema, kwa kuwa Bwana hata mtupa mtu hata milele, maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Maana moyo wake, haleluya, hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Wakati unahuzunika, Mungu hapendi. Mungu anaweza kushindwa na mengine, lakini unajua kama Mungu angelishindwa, lakini Mungu hawezi kushindwa. Kama Mungu angelishindwa na mengine, lakini Mungu ninasema hawezi kushindwa. Anabaki Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu. Na ninatafuta niseme kwamba kuna mambo ambayo sisi kama binadamu tunaweza kushindwa nayo, lakini Mungu hawezi kushindwa nayo. Kwetu sisi wanadamu ni vizito. Kwetu sisi wanadamu tunaweza kuona kama hii, kwa nini sasa Mungu ameruhusu na hili nalo lifike? Lakini Mungu yeye anajua. Mungu anajua. Unajua, unaweza kukua hata na hitaji ambayo naombea leo na lisipate jibu. Na kwa mioyo yetu tunanungunika, kwa nini tulitafuta kufanya hivi kwa ajili ya Mungu, lakini kwa nini Mungu yeye tena vyake vinakuwa hivi? Tulitafuta kujenga, njo mvuli inashindi na nyesha na tuko tunajenga kanisa. Mungu iko mwingine. Yeye hiyo haimwambie kitu, kwa sababu yeye anaona kule mbele, anaona kwenye sisi hatuoni, na anakuaga anashughulika kwa ajili yetu. Biblia inasema, ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Mungu hapendage wanadamu wateseke. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tuko wa asosie wake, sisi tuko watendakazi pamoja na yeye. Paulo anasema kwamba sisi ni watendakazi pamoja na Bwana, na anasema washirika wanakuwa shamba la Mungu. Alafu kama sisi ni watendakazi pamoja na Mungu, hiyo mpendwa, inataka kusema kwamba Mungu anakuwa akitujali katika yale tuyafanyayo. Bwana atusaidie sana. Na tunaposoma hata mstari la 37 inasema, ni nani asemaye neno nalo likafanyika, ikiwa Bwana hakuliagiza? Je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Mbona anungunika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana, na tumuinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono. Sisi tumekosa na kuasi, wewe hukusamehe. Umetufunika kwa hasira na kutufuatia. Umeua wala hukuona huruma. Umejifunika nafsi yako kwa wingi, maombi yetu yasipite. Na wakati tunaposoma hii, tunakutana hata kwa mstari wa 48, neno la Mungu lasema, jicho langu la churuzika mito ya maji kwa ajili ya uvunjivu wa binti ya watu wangu.
Jicho langu latoka machozi lisikome, wala haliachi, hata atakapoangalia na kutazama toka mbinguni. Jicho langu lanitia huzuni nafsini mwangu, kwa sababu ya binti zote za mji wangu. Walio adui zangu bila sababu wameniwinda sana kama ndege. Leo maisha ya watu wengi nawindwa sana kama ndege, hata hatuwezi kuelewa tunakoishi na tunaishi kipindi kizito namna gani. Wamekatilia mbali uhai wangu gerezani na kutupa jiwe juu yangu. Maji mengi yalipita juu ya kichwa changu, nikasema nimekatiliwa mbali. Na liliita jina lako Bwana kutoka lile shimo liendalo chini kabisa. Ukaisikia sauti yangu. Usifiche sikio lako ili usikie pumzi yangu kwa kilio changu. Ulinikaribia siku ile nilipokulilia, ukasema usiogope. Haleluya. Bwana, umenitetea mateto ya nafsi yangu, umeukomboa uhai wangu. Umekuona kudhulumiwa kwangu, Bwana, unihukumie neno langu. Umekiona kisasi chao chote na mashauri yao yote juu yangu. Bwana, umeyasikia matukano yao na mashauri yao yote juu yangu. Unajua, katika vipindi vingine sa vile tunavyotoka kusoma hapa katika kitabu cha Maombolezo, kuna vipindi ambavyo tunavipita, hata tunajikuta tunakuwa katika shida kubwa. Inakuwa kama tumetumbukia katika shida ya ajabu, na kiasi tunajiuliza, Mungu, mimi vitakuwa. Nimesema kama leo maisha ya wetu wengi mewindwa tu kama ndege. Kuna lamuka, haujui nini inaweza kupata, haujui ni nani anaweza kuleta hewa mbaya kwa ajili yako, nani anaweza kukulipa mabaya, nani anaweza kuangamiza, kwa sababu watu leo wanawindana. Roho mbaya inainuka, lakini katika hayo yote anayeweza kutusaidia ni Mungu wetu, kwa sababu yeye ndiye mkuu, yeye ndiye kimbilio la wanyonge. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Acha niseme ya kwamba walipomwita Yesu kwamba aende amponye rafiki yake Lazaro, kumbuka ya kwamba Yesu hakuenda mara moja. Lazaro ameugua, wamemwita Yesu, lakini Yesu hakuenda. Kwa nini Yesu hakuenda? Mungu anajua kwa nini hakuenda, lakini acha nikwambia kwamba alikuwa na uwezo wa kuenda na kumponya Lazaro, lakini Yesu alipendelea amfufue kutoka kwa wafu, ili atakapomfufua kutoka kwa wafu imletee Mungu utukufu zaidi. Mungu ni wa ajabu. Mpaka mtu wanamzika, mpaka watu wanalaumu. Na ndio kazi ya watu. Wakati mwingine wanalaumu, wakati mwingine wanasema labda Mungu hatujue, labda vimekuwa hivi, kama vile watu wengi wanasema siku za leo, kusema kwa nini hivi vyote vinatupata? Pourquoi msie tu? Na maujumbe zinafika za mingi, lakini natafuta kusema kwamba tuache Mungu afanye mapenzi yake. Na mapenzi ya Mungu kwetu ni wana wake wapatishwe wema. Usiogope, shida ulio nayo haiko ya milele. Kila kina mwanzo, kina mwisho. Hakuna kitu cha milele kwa dunia. Leo unaweza kuteseka, leo unaweza kuumizwa, lakini kesho utafurahi. Na iona kesho yako ya baraka, na iona kesho yako ya matumaini, na iona kesho yako ya shangwe, na iona kesho yako ya harusi, na iona kesho yako ya kuinuliwa. Hapana kuogopa, maana ni huruma za Mungu kwamba hatuangamii. Watu wanaotafuta kuangamiza nafsi zetu ni wengi, lakini acha nikwambie kwamba Bwana hata mtupa mtu hata milele. Unaweza kuhuzunika leo, unaweza kuumizwa leo, lakini acha nikwambie kwamba mbele yako kunakuwa kitu kinaitwa stop. Na wakati Mungu anasema stop, kila kitu kinasimama. Na kama kinasimama, acha nikwambie ni moyo wa Mungu. Hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha.
Wanadamu wanaweza kupenda uteseke, lakini Mungu hataki. Mungu alibariki neno lake kwako na kwangu. Amen. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nawaombea wapendwa wote ambao wamenisikia, ninawaweka kwa mikono yako. Nawaombea watie nguvu, nawaombea wawezeshe, wakumbuke Bwana, uwabariki, wawezeshe katika kila kitu, na hasa hawa ambao mioyo imeuma, hawa ambao wamechoka, hawa ambao wamepitia vipindi vizito, hawa ambao wamewindwa usiku na mchana, hawa ambao wako wanakaniwa, ninawaweka kwa mikono yako. Wewe njoo uwalinde, wewe njoo watunze, wewe njoo wabariki. Damu ya Yesu Kristo ipate kuwafunika. Asante kwa neema, asante kwa mkono wako. Mikononi mwako ninawaweka kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie. Amen.